Kando ya barabara kuu ya Kisii Kisumu, upande wa magharibi mwa mji wa Kisii, ndiko liliopo soko la daraja mbili. Soko hili ndilo la pili kwa ukubwa katika ukanda mzima wa Lake Region Economic Block, baada ya soko maarufu la Kibuye lilioko Kisumu. Soko hili limehudumia wengi na linaendelea kuhudumia wengi, hasa wakazi wa kaunti za Nyanza Kusini, Kisii, Nyamira, Homa Bay, Migori na baadhi ya maeneo ya Kisumu, Narok, Kericho na Bomet. Soko la daraja mbili, maarufu kama daraja, limepitia mageuzi makubwa ya miundombinu tangu kuanzishwa kwa ugatuzi mwaka 2010. Ninakukaribisha kwa furaha na heshima kubwa kutazama makala maalum kuhusu soko la daraja mbili. Mimi ni mwenyeji wako na msimulizi wako Geoffrey Walker. Daraja mbili ni tafsiri ya Kiswahili inayomaanisha mahali pa madaraja mawili. Ndipo jina hili lilipotokana. Soko hili liko kati ya madaraja mawili yanayolitambulisha kwa upekee. Inakadiriwa kuwa soko hili huhudumia zaidi ya watu 50,000 kila siku ya soko. Siku za soko ni kama Jumatatu, Alhamisi na Ijumaa, ambapo siku ya Ijumaa imehifadhiwa mahususi kwa biashara ya mifugo. Uchumi ya itori gerembe ko rutara chaga iga o maana natwaje ta ko mambi to mire menupa ano bogori mboyo atori gerera neti ng'ombe wana bune yega igewanda kama 55,000 lakini maana ngosa kuna mpaka 40. Hata hivyo, hii haimaanishi kuwa siku zisizo za soko hakuna shughuli. Biashara za kuuza na kununua huendelewa, ingawa kwa kiwango cha chini. Biashara hufanyika ndani ya jengo la soko na pia kwenye sehemu za wazi. Sehemu za wazi inatumiwa zaidi na wauzaji wa bidhaa zisizo za chakula. Mwaka 2017, serikali ya kaunti ya Kisii chini ya uongozi wa Mheshimiwa James Ongwae aliyekuwa gavana wakati huo, kwa ushirikiano na serikali kuu, walizindua na kukabidhi jengo jipya la soko kwa wafanyabiashara. Ujenzi wa jengo hilo ulifadhiliwa kwa pamoja na serikali ya kaunti na ile ya kitaifa, japokuwa ilikumbwa na changamoto nyingi ikiwemo amri za mahakama. Jengo hilo la ghorofa 3 lina uzio wa nje kwa sababu za usalama na pia kurahisisha usimamizi wa mapato ya kaunti. Kwa ajili ya shughuli za kiutawala, karibu na jengo la soko kuna ofisi ya utawala wa soko. Afisa msimamizi wa soko ndiye anayehusika na mgao wa nafasi za biashara kwa wafanyabiashara na kuhakikisha kuna mpangilio, nidhamu na maelewano kati ya wafanyabiashara na wateja, hasa siku za soko. Serikali ya kaunti ya Kisii chini ya uongozi wa Mheshimiwa Paul Simba Arati inakiri kuwa kutokana na ongezeko kubwa la wafanyabiashara imekuwa vigumu kugawa nafasi kwa haki. Hali hii imeweka maisha ya wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla katika hatari, kwani baadhi yao wamelazimika kufanya biashara kando ya barabara kuu ya Kisii Kisumu ambayo tayari imejaa magari na watu.
Wafanyabiashara hawa wanaonekana kutokuwa na ufahamu au kupuuza mwenendo huu. Msongamano wa magari ndicho kitu kinachoelezea eneo hili, hasa wakati wa asubuhi na jioni, wakati magari na watu wanapoingia na kutoka katikati ya mji wa Kisii. Kaunti ya Kisii ikiwa katika maeneo ya milima, mvua kubwa hasa nyakati za jioni ni sehemu ya maisha ya wakaazi. Hali hii imezidi kuwa mbaya kutokana na El Nino ambayo nchi imekuwa ikipitia tangu mwezi Oktoba mwaka huu. Wafanyabiashara na wakazi wanabaki na imani kuu kwamba serikali ya kaunti chini ya uongozi wa Mheshimiwa Paul Simbarati itapata suluhisho kwa changamoto nyingi, ikiwa si zote. Kama ilivyo kwa Wakenya wengine, matumaini yao yanaendelea kuwa hai chini ya serikali ya Kenya Kwanza, ambayo iliahidi kuimarisha maisha ya wafanyabiashara wadogo kupitia mfumo wa bottom up unaolenga kuboresha sekta ya biashara ndogo na zakati. Nikiripotia kwa EVC News, toleo maalum kutoka soko la Daraja Mbili, kaunti ya Kisii, najiita Geoffrey Walter.